Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama kuhusiana na swali la pili ambalo linalosema swali la pili linalosema kuhusiana na adhana za kwenye simu unatakiwa itikie, yani anakusudia muulizaji kuuliza kuhusiana na swali hili, mathalan kwamba ameseti adhana katika simu yake au katika redio. Vipi kuhusiana swali hili? Swali hili waliulizwa na chuoni akiwemo al-Allama Ibn Uthaymeen alayhi rahmatun min Allah. Aliulizwa swali hilo na shekhe, katika jawabu yake akasema inna naqla al-adhan, akaanza mbali kabisa, inna naqla al-adhan, kwa hakika kuna kili kwa adhana biwasita tasjil, kwa kupitia msaada wa rekodi, la yujzi an al-adhan shar'i, haitoshelezeshi mtu akaacha adhana kisheria. Wadhālika, na hayo anasema lianna al-adhan shar'i, sababu adhana ya kisheria ambayo anaadhini muadhini dhikrun wa thana'un ala Allah, ni utajo na sifa kumsifu Allah, wala budda fihi min amalin, hapana budi lazima kufanywa kazi jambo hilo. Wa tasjilu laysa bi'amalin, na rekodi inakuwa sio kufanyia kazi. Kwa hiyo itakuwa hifai kwamba labda imefika time ya adhana pakawekwa redio, adhana ikawekwa sauti, kisha hapa kasema ndio pashadhaniwa, ni jambo ambalo qualify. Kwa hiyo tasjili haifanywi kazi, yani katika wakati unapofika adhana. Fa innaka, kwa wewe, idha sami'ta al-musajjal, utakaposikia kile ambacho kilikuwa kimerekodiwa, fala yani anna al-musajjal ya'mal ibadatan, kwamba utakaposikia wewe al-musajjal, ile sauti ambayo ilikuwa imerekodiwa, fala yani, haina maana anna al-musajjal, kwamba yule ambaye alikuwa amerekodiwa au kile ambacho kilikuwa kimerekodiwa ya'mal ibadatan, kwamba kinafanya ibada bali yatakarrabu biha ila Allah, kwamba kinajikurubisha kwa Allah wakati ule. Wa inna ma huwa sama'u sauti shakhsin, kwa hakika jambo hilo linasabika kwamba rekodi ni katika kusikia sauti tu ya mtu. Rubbama yakunu kadimata aidan, huenda kwa baina huyo mtu ambaye unasikia sauti yake kwa kupitia hiyo rekodi amekushakufa, aliadhini miaka 2 nyuma ni adhana, kwa hiyo huenda kwa baina ameshakufa. Fala yujzi anil adhan shar'i, kwa hiyo haijuzu, haitoshelezeshi kutokana na adhana kisheria. Fala budda min adhan shar'i, hapana budi lazima ipatikane adhana kisheria, yakumu bihi al-mukallaf, ambaye atakayesimamia adhana hiyo yule ambaye alikuwa ametozwa nguvu na kisheria. Yukabbiru Allah, amkabbir Allah, kusema Allahu akbar, wa yashhadu lahu bil wahdaniyya, na shuhudie ndani yake upweke wa Allah, kwamba yeye anastahili kuabudiwa peke yake. Wal nabiyhi bir risala, na shuhudie katika adhana ndani yake kwamba mtume ametumwa katika utume. Wadu ila salat, vile katika adhana aite kwa watu katika sala, wa ila al-falahi, na katika kufaulu. La budda min hadha, hapana budi katika jambo hili. Wa idha qulna, natakaposema sisi inma sujila, kwa hakika yale ambayo yalikuwa yamerekodiwa, laysa biadhan mashru', tutakaposema kwamba yale ambayo yalikuwa yamerekodiwa sio adhana iliyowekewa sheria, fa innahu la tushra, basi itakuwa wakati huo itakuwa si jambo lenye kuwekewa sheria ijabatuhu, yani kujibu kwake adhana hiyo. Maana tukisema kwamba kile kilichorekodiwa sio adhana ambayo ilikuwa imewekwa sheria, kwa maana labda ikisomwa hiyo ndio adhana tayari imefanya nini, imeingia. Mtu labda akaseti simu yake, muda wa adhana ukifika, yeye ikawa simu yake inalia adhana, kwa hiyo akasema kwamba aitikie. La, si adhana ambayo ilikuwa imewekwa sheria kwa wakati ule, bali ile inahesabika kwamba ni rekodi. Kwa hiyo hapaikewi sheria kuitikia adhana ile ambayo ilikuwa imerekodiwa. Ai la yushra'u lil insan, maana yake Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hapaikewi sheria kwa mwanadamu ayutabi'ahu, kuifuata adhana hiyo. Ni kauli nabii wa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha sami'tu al-muadhdhina, mtakapomsikia muadhini anaadhini, faqulu mithla ma yaqulu al-muadhdhin, semeni mfano vile ambavyo anavyosema muadhin. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivyo. Wa nahnu fil haqiqa, na sisi fi hakika, lam nasma' al-muadhdhina, sisi hatujamsikia muadhin. Wa inna ma sami'na sautan musajjalan, kwa hakika sisi tumesikia sauti ambayo ilikuwa imerekodiwa sabiqan, yani ambayo imeshakutangulia, kwa maana hiyo kauli imeshakutangulia zamani. Inawezekana hata yule ambaye alikuwa amesoma adhana amekushakufa miaka mingi sana. Wa amma qawlu sa'il, ama kauli ya muulizaji, mal farqu baina ma nuqila 'anil hawa, ipi tofauti baina kile ambacho kinachonakiliwa na upepo? Maana yake muadhin akisoma adhana ile sauti inachukuliwa na upepo,
ni tofauti gani baina hiyo au ma nukila biwasitati tasjil au yale ambayo yanakiliwa kwa njia ya kurekodiwa. Falfarqu dhahir, Sheikh anasema tofauti iko wazi, lianna ma nukila anil hawa, kwa sababu yale ambayo yanakiliwa kwa njia ya hewa huwa sautu almuadhdhin, ni sauti ya muadhdhin. Kile ambacho kinachonakiliwa kwa upepo huwa sautu almuadhdhin, ni sauti ya muadhdhin alladhi yuadhdhinu al-adhana ash-shar'iyya, ambayo yeye anaadhini adhana kisheria. Fahadha yujabu wa yutabau, hii ambayo wewe unaisikia, yani muadhdhin ameadhini huko, sauti unaisikia sasa kwamba hiyo ni sauti ya muadhdhin, ikawa imechukuliwa na upepo ile sauti, hiyo inajibiwa na inafuatiwa, maana yake inafuatishiwa wa yutabau, na ufuatishiwa adhana hiyo baada yake almutabaa, baada ya yani inafuatishiwa kwa mfuataji ambao ulikuwa sawa sawa. Almutabaa ma waradat bihi sunna, mfuataji ambao ulikuwa umekuja kuhusiana jambo hilo sunna. Wa amma al-adhan al-musajjal, ama adhana ambayo ilikuwa imerekodiwa, falaysa adhanun fil waqi', hiyo inakuwa sio adhana katika hali halisi, bali hiyo inakuwa ni rekodi ya adhana ambayo ilikuwa imerekodiwa, kama asharna ilaihi, kama ambavyo tulikuwa tumeashiria kuhusiana jambo hilo. Kwa hiyo kwa mujibu wa swali hilo, adhana ambazo zinazosikilikana zimerekodiwa katika sauti, katika simu au katika radio, zile kiuhalisia zinakuwa sio adhana ambazo kwa zimekiashiria kwa wakati ule, pamoja na kwamba muda ule ni muda ambao wa swala kweli imeingia. Wewe ile sauti ya muadhdhin ambao utakaokuwa unaisikia kutoka katika msikiti ambao unaadhini, hapo ndipo ambapo unatakana kwamba uitikie sauti hiyo, na sio zile adhana ambazo zilikuwa zimerekodiwa mtu akaweka katika simu yake. Kwa mujibu wa swali na jawabu lake itakuwa limetoshelezesha. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira.